Siku moja nikiwa ninahubiri Sumbawanga, unavuka ziwa Tanganyika, ufukweni mwa ziwa kwa wavuvi wamejenga. Bwana Yesu asifiwe. Na tulikuwa kwenye safari za umisheni, tunafungua kanisa kama mchungaji anavyosema Bagamoyo, kanisa limepandwa. Na kule ni ushirikina tu. Nikapokelewa na mtu wa dini kwa sababu pakulala palikuwa hamna, wakaona yule mtu nyumba yake ndiyo inaendana na mimi kunilaza, ni wa dini. Nikalala pale kwake. Wakati nimelala kwenye ile nyumba, nimepokelewa. Yule alikuwa ni mzee wa kanisa wa dini fulani, sitaisema ile dini. Tuko hewani, tunatazamwa duniani kote. Bwana asifiwe. Akaniambia, Mchungaji Mwangila, ananifuatiliaga injili zangu, naye ananifahamu, na kule waliniita kwa ajili tu wanajua huyu ndio maeneo yake, wanafuatilia NY TV. Wakasema tukitaka maeneo haya yapigwe, yachakazwe, hapa aletwe kamanda Borodoza, Katapila, Tingatinga, Osama, kwa sababu ni maeneo ya wachawi. Na mimi ukinipeleka maeneo hayo ndio umenipeleka penyewe. Unapenda niseme? Kwa hiyo yule baba akaniambia, Mwangila, ninakufahamu, ninaomba hapa ubiri injili ya Yesu. Basi ondoka, achana na wachawi, achana na waganga, achana nao kabisa. Wewe ubiri habari ya Yesu, watu waokoke, watubu dhambi zao, waache mabaya. Na mimi ili watu watubu dhambi, wamwamini Yesu wangu, lazima nimuonyeshe Yesu wangu kwamba yeye ni Aruatan, ili watu wasarende, wanyoshe mikono yao juu. Bwana Yesu asifiwe. Nilipofika pale, nikawa nimelala chumbani kwake, nikamuitikia, nikasema sawa, ninashukuru sana Bwana. Sikutaka ubishane naye. Tulipoanza mkutano siku ya kesho, tuko uwanjani na watu wamejaa, wamekuja kushangaa, maana mtandaoni wananifuatilia mno. Nikiingia maeneo ya wachawi huwa ninatoboa siri zao na kuwaonyesha kwamba wao ni viroboto, ni mende, ni chawa, sisimizi, kunguni, mbu na ni pumbafu, shenzi, hawana lolote katika jina la Yesu aliye hai. Nilipofika nikaambia, salamu yangu ya kwanza ninaomba niwasalimie wachawi. Nikaambia wachawi ni ndugu zangu kabisa wa damu, maana mimi nimetoka familia ya kichawi, kwa hiyo lazima niwasalimie. Salamu yangu ni hii. Nikasema kila mmoja amwangalie jirani yake usoni, amtazame. Nikaambia ukiona na sura mbaya ujue huyo mchawi. Nikaambia wachawi wote wana sura mbaya kama kiatu cha Saddam Hussein alichokutwa nacho shimoni. Wakiokoka Yesu anawabadilisha. Nikaambia kwanza yaone pumbafu hata meno hamjasugua. Mama yangu, nikaona yule baba ananionea huruma, anafanya nini tena? Na aliniambia, Mwangila, kwa nini ninakuambia hapa? Kwa sababu kuna mhubiri alikuja hapa, tulimwalika kwenye dini yetu. Alipokuja hapa akahubiri, akawatukana sana wachawi. Anasema kilichotokea usiku, akakutwa chumbani alikolala hayupo, amelazwa ziwani, ziwa Tanganyika, ameogeshwa, ameloa nguo zote usiku kucha. Wamembeba, wamemlaza pembeni, wamemfunika shuka, wameweka na mawe shuka lisipeperuke. Wanaangalia asubuhi, mhubiri hayupo, wanatafuta, wanaambia watu kuna mtu amelala kule ziwani, sijui ni nani. Wanaenda kufunua, nakuta ni mhubiri wao. Wanaambia, mbona huko huku, vipi mtumishi? Anasema niko wapi? Kwani niko wapi? Wanasema huku ziwani. Anasema alipotoka pale akutaka maelezo, akapanga begi, akasema tafuteni mhubiri mwingine. Siwezi nikaendelea mimi ujinga huu. Watu nahubiri injili wananifanya hivi wakati nimekuja kwa ajili yao. Akaondoka. Akasema, kwa hiyo Mwangila, hubiri tu habari za Yesu, hubiri watu waokoke, wala usidini. Na nikasema sawa. Niliposema siku ile, nikasema nalala kwenye nyumba ya mzee wa kanisa pale. Nikatangaza ofa, nikasema mchawi yoyote utakayeweza kuniloga ukanipiga mafua tu, achana na magonjwa mengine makubwa makubwa, mafua tu, niamke nina mafua, nakupa $100,000. Nikamwambia hiyo ni ofa ya wachawi. Habari zikaenea. Unapenda niseme? Nampenda Yesu wa Galilaya.
Wakakaa vikao vyao, wakaitisha kwamba huyu tumuonyeshe hapa ni ziwa Tanganyika, ng'ambo ya ziwa kwa wavuvi. Kama amecheza na kwingine ajue hapa ilitokea ile ya Tanga. Walisema kama amecheza na wilaya zingine hapa Tanga Pangani ajue hii ni Tanga Pangani. Wale walionitengenezea wanataka waniue, na mimi nikaita radi mwezi wa 8 kiangazi. Tunapambana, wachawi wanapiga kule, mimi napiga madhabahuni. Bwana Yesu asifiwe. Tikise jirani yako, mwambie wewe Yesu uliye naye ni namba hatari. Yule aliyekufa na siku ya tatu akafufuka. Namba hatari ni yeye yule, jana, leo na hata milele. Haleluya! Pigia Yawe makofi. Wakalijadili jina langu. Hebu sema kulifuta jina langu, kulifuta jina kwenye uharibifu, na hukumu mbalimbali. Wakalijadili, wakalipitisha hukumu. Wakasema kesho tunamaliza na tutamla kama kuku. Si unajua Sumbawanga? Sumbawanga mwewe anabeba ng'ombe, mliwahi sikia ile? Na mimi nimeoa Sumbawanga, nikawaambia nimeoa mtoto wenu mfipa, mtoto wa kifipa, mtoto shavu shavu. Juzi wa NY TV akasema unamsifia sana mke wako, naomba nimuone kwenye picha. Nikamuonyesha, nikamwambia unamuona mtoto kipontabo. Juzi nimeongeza mali ya nyongeza kwao. Mama Kabuta, sijui kama mkabuta na ukaongeze mali ya nyongeza. Hapa wanaume mkaongeze mali ya nyongeza. Unapenda niseme? Nikawaambia watu wa Sumbawanga na nimeoa Sumbawanga. Kwa hiyo niko pale. Hawakutaka kuja usiku. Uwanjani pale ninahubiri, niko madhabahuni. Jina langu limepitishwa kwenye hukumu mbaya mno na kwenye uharibifu. Yaani nilipangwa ninyenyuliwe kama mwewe anavyochukua vifaranga. Waone tu mifupa inadondoka. Nimesimama saa 11 madhabahuni, ninaanza kuhubiri, niko katikati. Mwewe ukawa unakuja unatoka, yani mwewe unakuja umenilenga, umenifesi na umeweka mabawa yake namna hii, unakuja kama kitu nikawa na ucheki wa mwewe. Nikamwambia Yesu, kumechangamka. Kama hawa jamaa wanabeba ng'ombe, leo wamepanga kunibeba mimi niwe naliwa nyama juu na mwewe mifupi inadondoka. Nikamwambia Yesu, kumechangamka. Pigie Bwana Yesu makofi mengi. Haleluya! Sema amen. Bwana sifiwe. Uinjilisti bwana, msije nikaharibu kiatu alininunulia mchungaji jana na mzee kiongozi, 120,000. Kwa hiyo ngoja niwe mwalimu nisije nikakaribu. Mungu akubariki wewe mchungaji, ubarikiwe mpaka ushangae. Ibarikiwe na ile nyumba tuliyoingia ina jicho. Ilisema kama mchungaji amekununulia kiatu, mimi nakununulia suti. Nikapewa $100 pale. Ibarikiwe hiyo familia. Na mke wangu nimemwambia suti safi. Hey, nimeshajiteua mimi ndio mhubiri wako, site wahubiri wengine. Hebu nyosha mkono, mwambie tunakupenda. Mwambie tunakupenda. Airisi. Alafu vigelege. Ay. Sema fire. Ule mwewe ukacha. Yesu ananiambia wewe sio mwewe. Jina lako limeingizwa kwenye uharibifu, wanakuchukua. Umenilenga madhabahuni.
nampenda Yesu aliyekufa siku ya tatu akafufuka. Nikanyosha mkono wake, aliponiambia sio mwewe, watu wanasubiri nini natokea mwewe. Nikasema kwa jina la Yesu aliye hai, dondoka chini. Yule mwewe ikaja usawa huo, likadondoka hapo. Ayayaya, vigelegele. Hebu sema wanapigwa, 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 wanapigwa. Ayayaya, kwa jina la Yesu. Chacha, naangalia sio mwewe dada yangu, ni pembe la ng'ombe. Linapokuja mwewe, pembe limefungwa ushanga, lina hema, linavuja damu, linavuja mafuta mekundu kama damu. Nikasema niwekeni kwenye kifungashio, siliachi, naenda nalo na kazi nalo. Hili ndio nilikuwa nalitafuta. Watu kule wakacha kuvua, habari pale pakajaa, hawaelewi saa ngapi. Bwana sifiwe. Ikapigwa mkutano, watu wakaokoka kama wanapigwa na fimbo. Yaani watu walikuwa wanaokoka kama wanapigwa kwa Yesu, kwa Yesu. Why? Unapenda niseme? Na tukapanda kanisa kubwa mno. Tunamaliza Jumapili, nikamwambia mmeshindwa kuniroga, namaliza hapa, lazima napovuka naenda Sumbawanga lazima tuvuke na kiboti, vile viboti vidogo. Nikamwambia sasa nataka niwafundishe namna ya kuniroga. Nikamwambia ndio washangaa, mchawi unafundishwa na namna ya kuniroga alafu utashindwa. Nikamwambia mimi unavyoniona sijui kuogelea, ujanja wangu wote ukiniweka kwenye maji kwisha habari yangu. Nikamwambia sasa cha kufanya tunapovuka, njooni upepo upulize ule ziwa, na hili ni ziwa la kina kirefu Afrika, ziwa Tanganyika. Bwana Yesu asifiwe. Nikamwambia ikipuliza benua, mkisha benua ule mtumbwi, mimi mkishaweka pale mmenimaliza. Sasa nitawashangaa wachawi na wafundisha na namna ya kuniroga, hamtakuja kweli? Bwana we, kwani walichelewa? Asubuhi tunaamka tunaondoka kwenye mtumbwi, tumefika kati ya lile ziwa kubwa, na upepo kao unapuliza ile boti kazima, kama wale waliokufa juzi, wale madaktari, wale watu wa afya kwenye ile maboti kama yale. Kuna watu wajinga kule, yani watu wa afya, serikali inakwenda kutoa semina, yakapindua, vijana wa watu 8 wakafa pale. Bwana Yesu asifiwe. Sasa na mimi wakafanya vile, boti imeshazima, tuko katikati, na kuambia imezima, alafu upepo, mawimbi yanapiga abiria wakanifuata kama Yona. Ilikuwa kivumbi, wanataka wanitupe. Wakasema Mwangila upo humu, tumekuona wewe, ndiye uliyetangaza pale. Sasa wewe uliyetangaza sisi tufe, tumekosa nini? Na mimi pale nikaanza kamoyo kanadunda namna hapa. Sasa Bwana Yesu, hapa siku na kutupwa ziwani, na nilisema sijui kuogelea. Nikasema kama utaruhusu nitupe ziwani, basi mke wangu na watoto utajua mwenyewe utakavyowalea. Baadaye Yesu akaniambia, wewe sikiliza, kuna kitu hapo nataka nijionyeshe, ongea nao hao kwa kibabe. Nikasimama, wakasema Mwangila boti liwake. Nikasema wangapi mliokoka mkutanoni pale? 100% kumbe hawajaokoka. Nikasema sasa, kabla sijawasha boti, wote inua mikono juu. Cha kwanza kumpokea Yesu. Boti zima wanasema tunampokea ila iwake. Yesu akasema hayo ndio yalikuwa mabishi kuokoka pale uwanjani. Kwa hiyo hapa yanaokoka bila injili wala bila nini laishi. Nikamwambia nyosha mikono juu. Nikamwambia na baada ya maombi haya boti inawaka bila shida yoyote. Wakasema niwe, kwa hiyo kumbe ni wewe umezima. Nikamwambia mnasema nini? Basi siwashi, hamtaki kuokoka. Tulikuwa tunaongea. Wakainua boti napiga na kuambia na mule tumeshikilia. Nikayaongoza sala ya toba.
omba maombi mle kwenye boti. Nikaambia Yesu, hapa pepo zisilipuke, maana wakunisaidia hayupo. Iliwahi lipuka pepo moja pale Kigoma mjini, pigwa pepo ile, ilikuja nimevaa miwani ile ya macho, kumbe pepo nao hawakutaka nivae miwani. Alikuwa ni ule mama, alinivuta ngumi moja ya maana, nilipata ngumi ya uso, miwani ya 280,000 ya macho, nyanga pale pale. Nikamcheki, nikasema Yesu, pepo alitaki nivae miwani, kuanzia leo sitaki maumivu ya kichwa wala macho, na nikawa naponywa pale pale mpaka leo. Unapenda niseme? Nikakutana na pepo moja, ni kijana naombea, likalipuka, likaanza kupiga kareti, linaonyesha ishara za Freemason, alafu linapiga kareti, linaruka sambala sote. Nikaambia watu, tanua uwanja. Kumbe pepo nalo linajua kareti, na mimi niliruka kareti, tanua uwanja zipigwe. Sasa kibaya zaidi, nilikuwa naongea nimeshika maiki, lilinirukia likapiga maiki ikapiga mdomo wangu ukapasuka damu. Watu wanasema yeye. Nikaambia Yesu, damu zimemwagika, lazima nirudishe. Nikachana msamba, nikaruka sambala sochi moja. Hey! Yule sikumkopesha, nilimpa moja pap, nikampa nyingine pap, akaenda chini. Nikaambia amepigwa za mwilini, sasa zinaanza za rohoni. Waombaji njooni. Pigia Yawe makofi wewe. Sema yeah. Sema fire. Sikili. Nikawaongoza sala ya toba, nikaambia pepo Yesu zisilipuke. Maana tunaweza tukabembana hapa mieleka na kamwili kadogo kadogo haka. Galau ningekuwa mbabe kama mwenyekiti wa CMF. Hapo ndio ningesema nabeba kamkono kamoja pepo natupa kule. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Nilipoomba nikamaliza, nimeongoza sala ya toba, nikasema amen. Boti nikasema washa dereva, akawasha, inawaka. Nikasema ole wako, msiende kwenye makanisa ya kiroho mnakoenda, mtakufa vibaya nyie kwa jina la Yesu. Akasema tunaenda. Unapenda niseme? Jina lako liondolewe kwenye uharibifu. Sema jina langu, jina lako naliondoa kwenye uharibifu, naliondoa kwenye uharibifu na kwenye hukumu mbalimbali, kwenye hukumu mbalimbali. Inua mikono yako juu, simama mahali ulipokaa.